Na tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Wametoa taarifa kwa umma wakimjibu Kamanda Mulilo wa kanda maalum ya Dar es Salaam baada ya taarifa aliyoitoa Kamanda Mulilo kwa umma kuwazuia wana Chadema kwenda katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, ambapo kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu itasikilizwa hapo, kesi ya uhaini. Siku chache zilizopita, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche aliwataka wananchi kukusanyika katika mahakama hiyo kusikilizwa kwa kesi ya Tundu Lissu, kesi ya uhaini. Mengi yanaendelea, lakini pia jana ambapo tumeshuhudia taarifa kubwa ni kwamba baada ya viongozi wa Chadema, lakini pia ndugu jamaa na marafiki ambao walikwenda katika gereza la Keko kwa lengo la kumjulia hali Tundu Lissu, hawakumpata Tundu Lissu. Lakini hadi hivi sasa tunavyozungumza, labda kama kuna taarifa nyingine ambayo bado sijaipata, lakini taarifa zilizopo ni kwamba haijulikani Tundu Lissu yuko wapi. Hata magereza wao, ambapo tumeshuhudia wakili wa Tundu Lissu Kibatala alipompigia simu mkuu wa magereza akamtaka mkuu wa magereza aseme ni wapi alipo Tundu Lissu, lakini mkuu wa magereza akasema kwamba awasiliane na msemaji wa magereza. Lakini Jamii Forum pia walipojaribu kumtafuta msemaji wa magereza akasema kwamba hafahamu lolote. Kuna barua ilikuwa inasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikionekana kwamba ni barua iliyotoka magereza. Barua hiyo ilikuwa inasema kwamba Tundu Lissu yupo katika gereza la Keko na watu ambao wanataka kwenda kumuona basi wafuate utaratibu. Lakini magereza, jeshi la magereza wakakanusha kwamba hiyo taarifa sio ya kwao. Sasa wamewaacha wananchi na maswali kwamba kama wanakanusha hiyo taarifa sio ya kwao na sio ya ukweli, je, ukweli ni upi ambao wao wanaufahamu? Tundu Lissu yuko wapi? Kwani alikuwa anashikiliwa katika gereza la Keko. Lakini ukipita pia katika akaunti ya Tundu Lissu ile ya X, ambapo kwa sasa kuna mtu ambaye anaikontrol hiyo akaunti, amechapisha taarifa kwamba kutoka katika taarifa za kuaminika, lakini pia na ndugu wa karibu, kuna msafara ambao uliondoka na Tundu Lissu pale gereza la Keko. Lakini ni kwa nini haya mambo hayawekwi wazi? Ndilo swali kubwa la kujiuliza. Na kwenye mitandao ya kijamii mengi yamekuwa yakizungumzwa kuhusu hiki cha Tundu Lissu, lakini kubwa ni kwamba Chadema wametoa taarifa kuelekea katika kesi ya Tundu Lissu. Wito wa wananchi kusikiliza kesi ya mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu tarehe 24 ya mwezi wa 4 2025, mahakama ya Kisutu. Tamko la jeshi la polisi ni haramu, kinyume cha sheria, na lengo lake ni kuzoofisha demokrasia na vitisho kwa watu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapinga vikali na kwa msisitizo wa hali ya juu kauli ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo aliyetoa agizo haramu tarehe 17 ya mwezi wa 4 2025, akipiga marufuku wananchi kufika katika mahakama ya Kisutu tarehe 24 ya mwezi wa 4 2025, siku ambayo mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu atafikishwa mahakamani kwa kesi ya kisiasa ya uhaini. Tunatafsiri kauli hii kama mpango wa wazi wa kuminya haki za wananchi, kuingilia uhuru wa mahakama, kuzuia ushiriki wa umma katika mchakato wa haki na jaribio la kutumia vyombo vya dola kulinda maslahi ya kisiasa ya watawala. Misingi ya kisheria inayokiukwa. Kwa mujibu wa kifungu cha 186 sehemu ya kwanza cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai, Criminal Procedure Act namba 20 ya mwaka 2022, mahali ambapo mahakama inakaa kwa ajili ya kusikiliza au kuchunguza kosa lolote litahesabiwa kuwa ni mahakama ya wazi, na umma kwa ujumla unapaswa kuruhusiwa kuingia, mradi tu ukumbi unaweza kuwachukua kwa urahisi. Aidha, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 18D inatamka haki ya mtu kupata habari wakati wowote. Ibara ya 20 sehemu ya kwanza inahakikisha haki ya kukusanyika kwa amani na kuanzisha au kujiunga na taasisi yoyote kwa madhumuni halali. Kauli ya Kamanda Mulilo si tu inatishia misingi ya katiba,
bali pia ni uvunjaji wa sheria za nchi, na kwa bahati mbaya inazililisha namna ambavyo vyombo vya usalama vinavyoendelea kuwa chombo cha kulinda mamlaka badala ya kulinda haki za raia. Lakini pia katazo la Murilo liko kwenye misingi ya uongo. Hakuna kiongozi wa chama aliyetoa wito kwa wananchi kufanya kusanyiko haramu au kwenda kushinikiza mwenyekiti aachiwe. Wito umetolewa na viongozi kwa wananchi kuhudhuria kesi, sio kuingilia uhuru wa mahakama au kushinikiza mwenyekiti kuachiliwa kama anavyosema Murilo. Muktadha wa kisiasa. Kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu si tu ya kisheria, bali ni ya kisiasa. Ni sehemu ya harakati za muda mrefu za ukandamizaji wa wapinzani, vitisho dhidi ya viongozi wa kisiasa wa upinzani na juhudi za kufifisha sauti za wananchi wanaotafuta mabadiliko ya kweli. Kwa kuzuia wananchi kufika mahakamani, jeshi la polisi linajaribu kuweka giza katika mchakato wa haki, kuhakikisha kwamba ukweli hautaonekana wala kusikika mbele ya umma. Huu ni mkakati wa kizamani usio na nafasi katika taifa linalojinasibu kuwa la kidemokrasia. Wito wa Chadema. Chadema inasisitiza kuwa: moja, zuio la polisi ni batili na halina nguvu wala misingi ya kisheria. Jambo la pili, wananchi wana haki ya kufika mahakamani kwa amani, kusikiliza mwenendo wa kesi kwa uwazi kama matakwa ya kifungu cha 186 sehemu ya kwanza cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai. Jambo la tatu, Kamanda Murilo atambue kuwa mamlaka ya kuzuia watu mahakamani ni ya jaji au hakimu wa kesi husika kwa sababu za kisheria, si ya jeshi la polisi. Jambo la nne, Kamanda Murilo atambue kuwa mahakama ya wazi imewekwa kisheria na kwa misingi ya kikatiba ili kuendana na msingi wa uhuru na uwazi wa mahakama wakati wa kuendesha mashauri yake. Jambo la tano, Kamanda Murilo na jeshi la polisi watambue kuwa hawana mamlaka ya kisheria ya kuamua nani aingie mahakamani na nani asiingie, na iwapo watu watazuiliwa kuingia mahakamani, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wahusika kwa majina yao binafsi. Inaendelea kuzungumza taarifa ya Chadema. Jambo la sita, tutaendelea kusimama na kulinda misingi ya demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria kwa gharama yoyote ile. Jambo la saba, mahakama izingatie haki za watu ambao wote wateja wa mahakama kupata fursa ya kuhudhuria kesi kwa uwazi. Jaji mkuu asikubali mahakama kutumika kama sehemu ya kukandamiza haki za watu, na mahakama izingatie makataba kwa huduma kwa wateja wa mwaka 2020. Tunatoa rai kwa wananchi wote wapenda haki, vyombo vya habari, asasi za kiraia na jamii ya kimataifa kufuatilia mwenendo wa kesi hii kwa karibu na kutokuogopa kushiriki kwa amani katika hatua yoyote ya kisheria inayohusu mustakabali wa taifa letu. Sisi ni wateja wakuu wa mahakama, tuna haki ya kuhudhuria kesi. Demokrasia haishindwi kwa vitisho. Imetolewa na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kama unavyoona katika chapisho hilo, una nafasi ya kutoa maoni yako, lakini kwa habari zaidi karibu nasi.